Jenerali Dan Kane, mwenyekiti wa kamati ya pamoja ya wakuu wa majeshi ya Marekani, amekuwa akisema kwa faragha katika wiki za hivi karibuni kwamba Marekani inahitaji kutafuta njia ya kujiondoa katika vita dhidi ya Iran, akionya kuwa kuendelea kuongeza mashambulizi kunaweza kuifanya Washington iingie zaidi katika mzozo ambao unaweza kuwa mgumu kudhibiti. Kwa mujibu wa taarifa ya CNN ikinukuu vyanzo vinavyofahamu mijadala hiyo, Kane anaamini kuwa mashambulizi ya anga pekee huenda yasitoshe kufanikisha malengo ya utawala wa Rais Donald Trump. Wasiwasi wake mkubwa ni kwamba Marekani inaweza kuharibu miundombinu na uwezo wa kijeshi wa Iran bila kufikia matokeo ya kisiasa yanayotarajiwa. Kwa mtazamo huo, tatizo si uwezo wa Marekani kufanya mashambulizi zaidi, bali ni kile kinachotokea baada ya mashambulizi hayo. Iran inaweza kuendelea kupigana, kulipiza kisasi na kutumia makombora pamoja na ndege zisizo na rubani kulenga vikosi na maslahi ya Marekani na washirika wake katika Mashariki ya Kati. Kane amekuwa akijadili uwezekano wa kutafuta kile kinachojulikana kama off-ramp, yaani njia ya kisiasa ama kidiplomasia inayoweza kuiwezesha Marekani kupunguza au kusitisha mapigano bila kuonekana kwamba imeshindwa. Kwa mujibu wa taarifa ya Dan, si afisa pekee ndani ya utawala Trump anayehofia mwelekeo wa vita. Amezungumza kuhusu swala hilo na baadhi ya maafisa wake wakuu, akiwemo makamu wa rais James David Vance, mkurugenzi wa CIA na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Kuhusishwa kwa maafisa hao kunaonyesha ukubwa wa mjadala unaoendelea ndani ya Washington. Jeshi linaangalia uwezekano wa operesheni zaidi, idara za ujasusi zinatathmini uwezo na nia ya Iran, huku upande wa kidiplomasia ukitakiwa kutafuta namna ya kuzuia mzozo huo kuendelea kupanuka. Wasiwasi mkubwa ni kwamba kuendelea na mashambulizi kunaweza kuanzisha mzunguko wa kulipiza kisasi. Marekani ikishambulia Iran, Tehran inaweza kujibu kwa kulenga vituo vya Marekani ama washirika wake. Washington inaweza kulazimika kufanya mashambulizi mengine kujibu, na Iran nayo ikalipiza kisasi tena. Mzunguko huo unaweza kuifanya vita ambayo awali ilikuwa na malengo maalum kugeuka kuwa mzozo wa muda mrefu. Jambo jingine ambalo linatia wasiwasi ni mlango bahari Hormuz, njia muhimu sana kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Kuendelea kwa mapigano katika eneo hilo kunaweza kuhatarisha meli za kibiashara, kuongeza gharama za bima na usafirishaji na kuathiri masoko ya nishati duniani. Kwa hiyo madhara ya vita hayangeishia tu Marekani na Iran pekee. Ikiwa usalama wa usafirishaji kupitia Hormuz utaendelea kuzorota, mataifa yanayotegemea mafuta kutoka eneo hilo yanaweza kukabiliwa na ongezeko la gharama za nishati na shinikizo zaidi la kiuchumi. Kwa Marekani, changamoto nyingine ni gharama ya kuendelea na operesheni za kijeshi. Kadri vita vinavyodumu, ndivyo mahitaji ya silaha, ulinzi wa vikosi na ulinzi wa vituo vya Marekani katika eneo hilo yanavyoongezeka. Hata kama Marekani ina uwezo mkubwa wa kijeshi, hilo halimaanishi kwamba inaweza kulazimisha Iran kukubali masharti yake kwa mashambulizi ya anga pekee. Iran inaweza kutawanya miundombinu yake, kubadilisha mbinu za kijeshi na kutumia uwezo wake wa makombora na ndege zisizo na rubani kuendelea kujibu. Hapo ndipo tathmini ya Kane inapopata uzito. Uharibifu wa malengo ya kijeshi unaweza kwa mafanikio ya operesheni, lakini hauwezi moja kwa moja kuwa ushindi wa kisiasa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.